nyingi. Alafu endelea kusoma endelea. Subiri, watu wangapi? Yaani manake be a hand of God to solve others problem by your own money, by your own good. Yaani manake jiwekee lengo kabisa, au basi kila wiki na hata mtu mmoja ninunulia hata sahani ya chakula. Hata watu wawili, hata kama una hela kabisa, una hata ajira. Hiyo hela ya voucher unaweza kaibana ukamnunulia hata mtu chakula. Baada ya kusema mama niambie msaada, unamwambia samani. Unaweza kainuka tukana chakula pamoja pale. Au ni unaweza kukuletea chakula kaka. Na niko tayari leo. Hata kama ni mara moja kwa wiki. Ni kubwa kwa sababu Mungu anajua wewe mwenyewe hiki chakula unakipenda. Na kitamani hata wewe ungetaka kugonga chips kuku pale. Yesu umemwachia mwingine haya. Mungu anaona. Sio anasema 200 tu zinatosha 200 na unasema nilikuwa nayo afu change kwenye kapoti kangu. Hapo vichange hivi nilikuwa nazo. Swala msingi, wewe ukipewa 200 unasisimka. Tuanzie hapo, yaani mtu akikupa 200 unasisimka. Sisikia msisimko kama Coca-Cola. Au wewe ukipewa 200. Kuna watu wengine hata 1000 haikusisimui. Hata 5000 haikusisimui. Hata 10000 haikusisimui. Ingawa unataka Mungu asisimke. Una masiara. Yaani kwambie chochote ambacho hakina thamani kwako, hakina thamani kwa Mungu. Narudia tena kwa sauti. Andika hiyo sentence. Chochote ambacho hakina thamani kwako, hakina thamani. Kwa sababu haiwezekani wewe ukidharau kitu alafu Mungu akiheshimu. Inaanzia wewe na Mungu, nani Mungu sasa? Chochote ambacho hakina thamani kwako, hakina thamani kwa nani? Kwa Mungu. Simple. Kilichompa favor Abili kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Mwanzo 4:1 hadi 7. Mwanzo 4:1 hadi 7. Biblia inasema Abili akaleta kwanza wazaliwa wa kwanza, yaani maana yake mwenyewe hajafaidika nao. Wazaliwa wa kwanza. Tutangaza Mungu akampa max Abili. Alileta wazaliwa wa kwanza wa wanyama. Yaani maana yake mimi mwenyewe sijala hata matunda, bado nimebakiza tu mama zao tu. Ndio nipaka kuanza kufurahi na kusema naanza kula matunda ya bidii yangu, matunda ya uwekezaji wangu. Eti akabeba wazaliwa wote wa kwanza kwa Mungu. Kama haitoshi, hata wanyama wale wakubwa wenyewe, Biblia inasema akawa anawakata sehemu zilizonona. Sehemu zilizonona za wanyama. Anakuja ng'ombe huyu anamkata nundu. Anasema tamtibu tu taratibu akiwa bado haya, taangalia namna ya kumtibu pafungi. Lakini nundu ndio ishakatwa ili iwe sadaka. Kuja mwingine anakuta labda tumboni hapa na mafuta mengi, anamkata. Atajua namna atakavyotia yeye. Mungu akasema hii aina hii ya utoaji sijawahi kuiona. Adamu alikuwa ananiita sitiki. Eva alikuwa ananiita sitiki. Tangu nimeyafukuza hajawahi kuniona. Ila kwa sababu ya huyu dogo najitokeza. Kuna utoaji ambao unamlazimisha Mungu aje hata kama alikuwa hataki. Yesu hakuna mahali popote ambako Biblia inasema Yesu alitoa comment kuhusu sadaka isipokuwa sehemu moja ambako mwanamke mjane alitoa. Ndio Yesu kwa mara ya kwanza akazungumzia. Tena sadaka yenyewe ilikuwa sio ya kanisani kwake. Kaalikwa kwenye sinagogi la watu. Akagawa max kwenye nyumba ya wengine. Mtu ambaye anatoa sacrificially kwa kutoa kile ambacho anakitaka sana. Tengeneza kesho tunaanza iwe. Don't worry, kuna neema. Mimi unanisikiliza nilikuwa nafaulu mtihani mwingine bila kufanya. Kwa hiyo sijali. Hali mambo. Kwa hiyo wewe ukienda kusoma masaa yaliyobakia, unatoboa vizuri. Kwanza usiku unasoma hata kabla. Kwa hiyo unakwenda kupiga final touch zako ndogo ndogo, unanyuka. Bado sijali. Hapa kuna mwanasheria wetu alinyuka, alitoka na gamba lake bila kufanya supplementary za mwisho huyo. Analo gamba lake bila kufanya supplementary huyo. Tamcheza. Hajaenda kufanya supplementary za final. Ila ni mwanasheria sasa hivi. Bila kufanya. Kwa department ya elimu sisi tuko vizuri. Tuna alternatives. Hakufanya vizuri. Okay, tuendelee kidogo. Sasa sio usiende kusoma God River alafu uje uanze kuniambia dadi na supplementary 3. Naomba ufanye namna ile kama Sara. We
Kasome. Unaitwaje? Mtoto anafanya kazi gani? Wanajibuje? Ni mimi ndiye. Wazazi wako wakiulizwa wewe? Sasa ni mwanafunzi. Mwanafunzi. Kazi ya mwanafunzi? Anasoma. Kwa hiyo unapaswa kufanya nini? Kusoma. Haya, asome. Unahitaji muujiza, unahitaji kusoma. Furaha ananifurahisha. Furaha anasoma. Anasoma. Ana uwezo wa kusoma ile ya kusoma masaa mengi 6 ngapi. Ndio nilikuwa namwambia yani kamue, inawezekana hata kama ni kulala unasoma. Mimi siwezi, lakini wewe umeshaweza. Mungu atakupa uwezo. Kakamue. Sasa niletea maombi hapo, nataka maombi. Maombi ya nini wakati vitu vingine viko ndani ya uwezo wa neema ulionayo? Sema utoaje? Sitaki kuongea zaidi hapa, tuendelee. Kama hujaelewa sasa hivi utaelewaje sasa? Hata Yesu akishika notes hapa akaanza utamuelewa. Kanuni nyingine ya tatu ambayo inavunjwa ni kanuni ya kuishi kwa imani. Kanuni ya kuishi kwa imani. To live by faith. Habakuki sura ya 2 mstari ule wa 3 na 4. Kwa maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake, kwa imani yake, kwa imani yake. Habakuki 2:3-4. Yaani ni hivi, hata mchungaji wako akiamua kufa usife, usiwe mpumbavu. Hakuna jumuiya, hakuna imani ya jumla. Hata ABC hatuna imani ya jumla kwamba sasa sisi watu wa ABC. Of course kuna ile sasa watu wa ABC sisi huwa tunaamini kwenye afya ya kiungu. Watu wa ABC tunaamini kwenye mafanikio. Watu wa ABC tunaamini kwenye kuwa juu tu. Tunaamini kwenye excellence. Sawa. Lakini tunarudi kwenye wewe kama wewe sasa. Lazima uwe na imani yako mwenyewe isiyokuwa ya mchungaji wala mtu mwingine. Amen. Ulioijenga kwa neno la Mungu. Kuishi kwa imani. Sasa watu wengi waliookoka hawaishi kwa imani. Tukisema kuishi kwa imani, tunaongelea kumwamini Mungu na neno lake bila maswali, hata kama unaona mazingira yanakataa, hali inakataa, kila kitu akisomi. Ili mradi Mungu amesema iko hivyo, iko hivyo. Nitawapa nchi, alafu unaona majitu. Haibadilishi ukweli ya kwamba amesema atatupa nchi. Kwa hiyo unapostick kwenye alichosema Mungu, tayari wewe ndio unaitwa mtu wa imani. Mtu wa imani ni mtu anayeishi kwa alichosema Bwana tu. Sio mazingira, sio elimu, sio wasomi wanasemaje. Alichosema Bwana is the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah has the final say. Alafu kwenye nafikiri ni Warumi sura ya 3 maandiko yanasema acha watu wote wao waongo na Mungu awe mkweli. Let God be true and all men liars. Sasa mtu wa imani ni yule ambaye anasema cha Mungu ndo ukweli, hata kama vigezo, uchunguzi, tafiti za wanadamu zimesema ukweli ni huu. Ili mradi vinapishana na neno alichosema Mungu ndo ukweli. Ni Warumi sura ya 3 nafikiri mstari wa 13 pale hadi 14 hapo. Ni wapi? 4. Unasemaje? Nisomee kama ulivyoandika kwa Kiswahili. Warumi 3. Hasha. Mungu aonekane kuwa mkweli na kila mtu muongo. Na kila mtu mwingine aliyebakia hata kama ana fact 100 aonekane kuwa. Then when you start to live that life, you are now living by faith. Watu wanawaambia mkikusanyika mmekwisha, corona ipo inaua. Na tunakusanyika na hakuna nayata kwa. Sisi tunaenda kupanda madaradara wakati watu kule nchi zilizoendelea hakuna kitu kama hicho. Machezaji ya Simba yanakwenda kule yanacheza mechi na wale wageni, yanawakumbatia na rudi Bongo. Hayaji nayo huko haifanyi kazi. Huko haifanyi kazi. Tumeshasema Mungu ni mkweli, wanadamu wote waongo. Na inatiki. Ndivyo hivyo hata kwenye uchumi. Wanadamu wanasema unajua hivi vitu vya mafanikio ni bahati. Ukiwa na nyota ya punda, utafanya kazi za wenzako hadi ufe. Ukiwa na nyota ya mbwa, utafanya kazi ya kulinda vya wenzako. Sio ukiwa na nyota ya sikiliza wewe. Alichosema Mungu ni hicho. Unajua Mungu amesemaje? Warumi sura ya
10 mstari wa 12. Kwa maana hapana tofauti ya Myahudi wala Myunani, bali Mungu Mungu ni Mungu wa wote, mwenye utajiri kwa kila mtu amtafutaye. Mungu ni Mungu mwenye utajiri kwa kila amtafutaye. Wewe unamtafuta Mungu, si ndio maana uko hapa tangu muda ule na njaa usikie. Alafu ujotoke hapa uwe maskini. Huyu utakuwa na matatizo ya akili. Biblia inasema Mungu ana utajiri kwa ajili ya kila mtu anayelipa gharama kama unayolipa. Someni andiko. Nisomee tu, some basi ili uridhike na moyo wako na akili yako yenye mashaka juu. Kwa maana hakuna tofauti ya wale Waisraeli wenye maendeleo kwa sababu eti wamezaliwa kwa Ibrahim. Israeli wana maendeleo kuliko nchi karibu zote duniani, hata teknolojia, kwa sababu tu ya baraka ya Ibrahim baba yao. Sasa Biblia inasema unapomwamini Yesu unakuwa hakuna tena classes. Kwamba Waafrika huwa ni damu. Waafrika bwana ni sorena. Sio Afrika wameraniwa, huo ni uongo. Kuanzia wakati huo no difference in the spirit. Mwafrika anaweza akaajiri wazungu. Mwafrika anaweza akafungua makampuni ambayo ni multi-billions companies. Anaweza akaajiri watu wa kila taifa, akawa na mabranch kila mahali. Kwani? Maandiko yanasemaje hapo? Kwa hakuna tofauti kati ya Myahudi wala Myunani. Myunani anawakilisha watu wa mataifa mengine yasiokuwa Waisraeli. Yeye huyo Mungu yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Haya, labda kama umeacha kumuita juzi, ila kama unaendelea upasi kuwa maskini. Sasa kama una taarifa kama hizi, maana yake imani yako kwamba wewe utakuja kuwa tajiri na kufanikiwa inaingia maji, unakuwa unabahatisha. Kila kinachokuja unakubali, ndio Mungu akipenda, Mwenyezi Mungu akipenda. Kumbe yeye ameshapenda, ana utajiri kwa kila mtu amwitaye au amtafutaye. Umeelewa vizuri? Huko ndo kuleta kuishi kwa nini? Namba 3 kubwa sasa. Sababu ya 3. Kwa nini watu waliookoka hawafanikiwi au matajiri? Nimesema ya sababu ya kwanza, wana mashaka kama ni mapenzi ya Mungu au matajiri wasio matajiri. Sababu ya pili nikasema wanavunja kanuni za kiroho za uchumi. Na nimekutajia warau hizo 3. Sawa? Japo kwa zitakuwepo nyingine, lakini mimi hizi ndo nimeziheshimu na najua zinafanya kazi. Sasa tunakwenda namba 3 kubwa. Sababu ya 3 kubwa, kuvunja kanuni za kiuchumi za kimwili. Watu wengi waliookoka wanavunja kanuni za kiuchumi za kimwili. Nitazitaja. Kanuni ya kwanza inaitwa kanuni ya maono, inayovunjwa. Maono, the principle of vision. Kanuni ya maono. Kwa nini? Hii ni kanuni ya muhimu sana na kila mtu aliyefanikiwa ni visionary. Dewich unaweza kukwambia 5-year plan ya kampuni yake. Kanuni ya miaka 5 yani malengo ya miaka 5 ya kampuni ni yapi? Anakuambia. Tunarudi kwa mfano kwenye samana matumete na mpira wale watu ambao timu yao inateseka. Simba ina malengo yake ya kila msimu na malengo ya kila mwaka. 2017 malengo yao ilikuwa ni kushinda michuano moja wapo, warudi kimataifa. Wakashinda FA kwa kufunga ambao 3-2. Lengo la kwanza likatiki. Wakakosa ubingwa kwa kuzidua point na Yanga. Si mnakumbuka? Msimu uliofuata timu imeshajengeka. Wakabeba ubingwa wa ligi. Wakarudi kimataifa tena. Wana malengo yao. Lengo msimu uliofuata ni kurudi kimataifa tu. Na wakarudi. Msimu uliofuata malengo ni kucheza group stage. Wakacheza. Msimu uliofuata walikuwa na lengo la kufika robo, lakini wakafika group stage, wakavuka kimiujiza kuingia robo. Wakatandikwa za kutosha na Heisi na Mazembe 4. Kwa sababu kwanza ni mahali pa bahati, hawakuwa na wachezaji wa level hiyo, wamebahatisha wakajikuta wamefika. Hivi unaelewa kujikuta ambapo utakiwi? Waulize Simba na Mazembe. Walidungwa kipigo kinachoonyesha kwamba huku mmekuja sio kwenu. Kwa sababu huku kwenye makundi walikula 5-5.
5 Misri, 5 Kongo. Yaani ile proof kwamba hiyo level sio yenu. Mimi si shabiki wa Simba, nasema ukweli. Hiyo level haikuwa yetu, ingawa tulikuwa tunajifanya tunatamba, tumewatoa vita, tunakwenda finali. Wewe. Hakuna kitu. Kwa sasa wakaanza kuishi kwa malengo. Of course group stage wakajikuta wameizidi. Mwaka uliofuata wakapandisha malengo, kwamba wanataka sasa warudi tena robo finali warao. Wacheze robo finali kama msimu uliopita. Wakafeli. Wakatoka raundi za kwanza wakatolewa na UD Songo. Wakajirekebisha msimu uliofuata. Ambao ni upi? Ni huu. Wanakamua sasa hivi. Hawajafungwa goli lolote ugenini, ukiondoa hapa goli la Platinum. Hawajafungwa hata hapa. Walifungwa tu Platinum mechi moja na Platinum, alafu akashinda 4 hapa. Kwa hiyo wamejizatiti, yani tangu michuano imeanza wamefungwa goli moja. Sio bahati. Sasa asiyejua anasema tulicheza kule Zanzibar Mapinduzi tukafunga penalty. Kuna akili wewe, bahati. Nazungumzia bahati. Kuna wanaocheza kwa malengo. Angalia timu aliyokupelekea sasa huko ambako umeshinda kwa penalty, ili utambe vizuri. Uangalie kama ndio anaocheza huko na hali. Ukiwa mjinga unasema tuko sawa tu. Sisi Simba na Yanga wote tuko level. Hatuko level moja, mtu wa Mungu. Acheni kujitia moyo. Nyie level zenu ni kosti. Ni Azam. Mpaka atakapoanza kuona mko serious na mna malengo yanayoshikika, ndio tunaanza kusema sasa Yanga ni wapinzani. Kwa sasa hivi hakuna, watu wanapenda kudanganyana tu yani. Unajua ni mtu anatamba shabiki wa Yanga baada tuko kileleni. Huko kileleni una mechi 4, mwenzako akishinda 2 tu amekupita. Na ana 2 tena nyingine. Wewe unatamba nini? Ulipaswa kulia. Anza kulia, ria mapema. Mashabiki kwenye akili wameshaanza kulia. Wajinga na wanasema bado tunaongoza. Kwa sababu ile ni bahati. Hakuna hayupo pale kwa kanuni. Yaani kila mtu anashangaa amefikaje? Kwani nyinyi watu ambao mliangalia Yanga kufungua dimba pale inacheza na Mbeya City sijui moja bila ya tabu. Hivi ile timu ndio inapaswa kuwa inaongoza ligi sasa hivi. Wewe jiambie ukweli, shabiki wa Yanga uliyako jipige kifuani, sema tulibahatisha. Sema ukweli, ile timu iliyocheza na Prisons hoi taifa. Timu inacheza na KMC na itaki penalty ya uongo. Wewe. Alafu sasa tunasema tuko pale kwa bahati mbaya. Timu inacheza na Coast ambayo ilikuwa inaunga haijapata wachezaji. Kipindi cha kwanza hoi. Wakaja kushinda 3 nazo kwa sababu Coast walichoka na timu imeuza sana wachezaji. Kipindi cha pili wamechoka, bonde yao kaza vile vile. Wakashinda kwa mara ya kwanza goli 3, wakasema tumeanza nyingi. Wapi? Lazima ukubali, hakuna success bila principle. Hakuna. Yaani hata ili kanisa ukikuta limekuwa, alafu huwa tunasema tunakuja ibadani, tunaimba mapambio, tunahubiri, tunarudi nyumbani. Alafu kanisa linakuwa hakuna kitu kama hicho. Kuna kanuni za ukuaji. Kuna watu wameongezeka tu kwa sababu nimepatia kanuni ya kuanzisha kitu fulani cha zile yale maombi yamekuleta wewe leo ibadani na umefika umezamia. Na wewe una ndugu zako wengine utakwambia tuende kule. Sio bahati. Hakuna bahati kwenye mafanikio, hakuna. Naongea na mtu mndani. Hakuna bahati kwenye mafanikio. Kuna kanuni. Na moja kati ya kanuni ya muhimu ni kanuni ya maono. Maono ni ile hali ya kuona unapotaka kuwa kabla hujaenda. Simple, yani tusitumie maneno magumu, sio ni nini na nini. Ni uwezo wa kuona unapotaka kuwa ukiwa hapa. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14 na wa 15. Mwanzo 13 mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema hivi, iache. Bado iko stable. Mwanzo 13 mstari wa 14 hadi 15. Neno la Mungu nasema ikawa baada ya Ibrahim kuachana na Rutu, Bwana akasema naye. Bwana akaongea naye. Akasema Bwana akasema naye, akasemaje? Inua macho yako sasa. Sina ni speaker sasa, imetumika sana. Wala sio. Inua macho yako sasa. Inua macho yako. Tulia tena. Usiruke neno hata moja. Cha kwanza inua nini? Lini? Sasa. Whatever you want to become,
You must become it now before you leave it tomorrow. You must become what you want now, then you leave it tomorrow. Yaani manake kwa mfano unasema nataka niwe na ndoa yenye furaha, ya amani, si ya utulivu. Lazima uanze sasa hivi wewe ukiwa single peke yako kujiandaa kama mtu ambaye anasema hata nikiolewa na kichaa ndoa itakaa. Lakini kama unasema tu mimi nitakuwa siongei, wewe hujakutana watu wanaofanya watu waongee. Wewe kuna watu hata kama wewe ni CD sio ria wanakutafutia DVD player. Utaongea. Utamchezo wewe. Mimi nitanyamaza. Utanyamaza. Anza kujenga huo uwezo. Nafikiri bahati nasibu. Unataka ukapigane uhalisia wa bunduki vitani wakati hujawahi kufanya mazoezi ya kulenga shabaha nyumbani. Haikuna kitu kama hicho. Kwa hivyo andiko linasema inua macho yako sasa. Sasa. Kwa hiyo maana hata kama ni issue za mafanikio ya kiuchumi, unafanya biashara, lazima uwe na target zako za unataka kufika wapi, ingawa sasa hivi wala ufanani. Ndio kile kitu ambacho nimesema tangu miaka 2009 nilianza kujiandaa kuja kuwa huyu unayemwona leo na utakayemuona miaka 10 ijayo. Matendo niliyokuwa nayafanya alikuwa anaelekeza kabisa lazima nifike. Yaani ingekuwa ni muujiza kama nisingekuwa hivi. Kwa wanaonifahamu wanafahamu ni kawaida ulipaswa uwe hivi. Asiyefahamu anasema Mungu anainua watu siku hizi vijana wadogo more than 10 years of hustling. Wakati wao nioni. Of course, an overnight success takes lifetime preparation. An overnight success takes a lifetime of preparation. Andika hiyo sentence. An overnight of success takes a lifetime of preparation. Mafanikio ya ghafla bunifu ni matokeo ya maandalizi ya maisha aliyoishi mtu kwa muda wote. Ndio ile Biblia inasema wakati na bahati wapata watu wote. Sasa wakati na bahati inapokupata ikakuta umejiandaa unatoboa. Wakati na bahati inapokupata afu ikakuta una maandalizi inakupita. Umenielewa? Umenielewa? Mtu mmoja alisema success is when preparation and opportunity meet. Success is when preparation and opportunity meet. Mafanikio ni matokeo ya maandalizi na fursa vinapokutana. Jaribu kufikiri watu wanafanya scouting ya wachezaji wa mpira. Alafu kuna mchezaji ambaye huwa anapanda milima, anafanya mazoezi peke yake bila kusimamiwa na mtu, yuko flexible, yuko simple, alafu na kipaji anacho. Alafu kuna mwingine ana kipaji kubwa, sema ni mvivu wa mazoezi. Alafu wote wanataka testiwa kwenye namba moja. Kila mmoja anapewa robo saa yake ya kucheza. Na kuambia baada tu ya miguso miwili tu utajua ni yupi umchukue yupi umwache. Ila wote walikuwa na opportunity sawa. This is life. Life is not rehearsal. It's performance. Ukiona mtu yote ambaye anaonekana na neema ya ajabu ni mtu mwenye maandalizi ya ajabu. Kila mtu unayemwona na neema ya ajabu ni mtu mwenye maandalizi ya ajabu. Kila mtu unayemwona na neema ya ajabu ni mtu mwenye maandalizi ya siri ya ajabu. Tunaweza tuna haji labda kwamba Mwamposa ni mtumishi wa Mungu au sio wa Mungu. Lakini hata ile kuwa na vision ya kwamba alikuwa anajipanga chini kwa chini. Kuna siku atakuwa na redio, atakuwa na ya pili, atakuwa na ya tatu, atakuwa sasa hivi na redio sijui 5. 3 Dar es Salaam, 1 Arusha, 1 Moshi, sina Manyara ya 6. Dodoma nako nafikiri anataka kununua redio. Tuulizane, unafikiri ni bahati kwamba akajikuta redio imekuja? Ya pili kaja. Wewe, it's not that way. Alikuwa anaona hayo wakati anamuombea mtu wa kwanza, pepo wa kwanza anatoka. Akasema kipawa niko nako, nafikiri ili watu wafikiwe na siku nahitaji empowerment ya media kwa level hii. Kwa
Kwa hiyo sasa hivi anafanya utekelezaji baada ya hela kufika. Sasa wewe kama hauna maono, pesa ikija unaifuja kwa sababu haina kazi. Ila kama una maono, kunakuwa na vitu vya kufanya kabla pesa haijaje. Kwa hiyo pesa ikija unaielekeza tu pa kwenda. Umeelewa sasa? Hapa kuna mtu nikwambia nikikupa bilioni 1 utafanya nini? Unasema cha kwanza nitamshukuru Mungu. Sawa. Tiki. Umefanya vile. Cha pili nitakaa kwanza kama wiki nituulize akili. Maana yake nilikuwa sina cha kufanya. Ila mimi niulize swali hilo nitakujibu bila wasiwasi. Tena nitakupa vitu hata 20 vya kufanya. Na haitatosha. Nitakwambia vipi utaniongezea nikikuelezea. Ila bilioni yote ya nini? Wewe sema tu milioni 10. Yaani anakurudisha kwa milioni 10 wakati umesema bilioni ili kuprove kwamba hana maono. Naongea na watoto wa Mungu ndani. Bwana atakuinua kiuchumi katika jina la Yesu. Haya matamko nayasema sipigi ngumi hewa. Bwana atakuinua kiuchumi katika jina la Yesu. Kwa hiyo hizi kanuni jamani ziishi. Yaani hata kama una kitu wewe andika unavyotaka kuwa. Wewe andika tu. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Habakuki 2:1 hadi 4. Habakuki 2:1 hadi 4. Bwana akajibu akasema, iandike njozi. Write down what you want to become. Write down what you want to be called. Unataka uitwe nani? Nikiwa kule chini sijulikani nilisema I will be called a man of God. Hata kama kuna anayeamini kwamba sasa hivi I'm a man of God. The time is coming when you mention my name, he'll call me that man of God. It was my vision. Now it is reality. Kwa nikaanza kuishi maisha yanayofanana na ninapotaka kuwa. Ninafunga bila kusimamiwa na mtu. Tangu form 1 nilikuwa nafunga mara 3 kwa wiki. Siku 3 za masaa 12 nafungulia ugali mgumu wa mawese. I wanted to become somebody and I knew what it takes to become. Kwa sababu ukishajua unataka kwenda wapi, automatic utajua njia ya kupita. Amen. Watu wote ambao wana matokeo ya kiuchumi hawajui wanakwenda wapi, na kwa sababu hiyo kila njia ni sahihi. Kwa hivyo nasema hivi, mimi nataka nijulikane kwa kuuza vitu vya watoto. Wonderful. What a idea. So what I'm saying, are you ready to pay a price to grow? Grace Total's shop. Okay? Well. Safi. Umeanza vizuri. Je, utajitahidi usiingiwe na kelele cha kutaka kuleta viatu vya wanaume? Kwa sababu nasikia watu wanakuambia viatu vya wanaume navyo wewe unaleta. Navyo vina watu wanavipenda. Ila ni kweli, nilete mzigo mwingine. Utaweza kumaintain kitu kimoja. Mimi unaniona hivi maana yake nimemaintain aina hii ya kitu kimoja ndio ambayo inakufanya kila siku unaona ladha mpya. Wewe utaweza. Kama una maono, unapotaka kuwa, unataka uwe nani, utakuwa unafanya kila kitu. Ndio shida. Au utaweza kujimidhanisha, au utaweza kujizuia. Basi, maisha yatakuwa yamechanganyika. Kwa kanuni ya kwanza ya kawaida ya kimwili ya kiuchumi ni maono. Hata makampuni nasikia wana vision na mission. Hata makampuni, hata mahospitali. Uongo kweli? Hata serikali, ofisi fulani ya serikali ina vision na mission. Sasa wewe unafikiri mtu binafsi uhitaji vision na mission? Kwa sababu haiwezekani. Hauwezi, kama una maono, uwezi ukapima kama unakwenda uendi. Uko pale pale umesogea. Hadi hapo tuko sawa? Amen. Sema maono. Sema tena maono. Kwa hiyo tafadhali naomba usidharau hiyo kanuni ya Musa. Kanuni ya mwili ya kawaida kabisa. Kanuni ya pili ni bidii ya kazi, diligence. Kanuni ya kabisa ya kimwili ya mafanikio ambayo hata Dewiji, Baresa, sijui Rostam, wote hao matajiri na wajua wana maono kabisa. Makampuni yao yote yana vision. Wanataka wafanyeje, wanataka supply mpaka wapi, wanataka waachieve, waingize pato kiasi gani kwa wiki, kwa mwezi, wafikie wateja kiasi gani kwa wiki, kwa mwezi. Hivyo ndio maana they grow. Kwa sababu wana maono ambayo wanayawinda. Kila siku akiamka anafukuzia target fulani. Wewe unafukuzia nini ukiamka? Unafukuzia ni sifa.
nafukuzia niendelee kuvuta hewa kwa kasi.